Kwa miaka mingi, eneo la Pwani limeonekana kuwa dhaifu kisiasa, huku wengi wakiamini kimakosa kuwa halikuhusika kikamilifu katika harakati za kupigania uhuru wa taifa. Ingawa vitabu vya kihistoria vinataja viongozi wachache na kueleza mchango wao wa eneo hilo kwa ufupi, ukweli ni kwamba wakazi wa Pwani walikuwa mstari wa mbele katika kupigania uhuru na demokrasia ya Kenya, ikiwemo kusaidia kuunda vyama kama KANU na KADU na hata miungano kama NARC. Leo tutamwangazia kiongozi shupavu na jasiri kutoka Pwani, aliyejulikana kwa majina mengi kama vile Kimbunga na Mugogo, lakini jina lake halisi lilikuwa Karisa Maitha. Je, Karisa Maitha alikuwa nani? Ungana nami Ibrahim Jodia katika makala haya ya Nyayo za Jadi ili tumfahamu vizuri huyu Karisa Maitha. Jina lake kamili ni Emmanuel Karisa Maitha. Alizaliwa mwaka 1954 katika mji wa bandari wa Mombasa, wakati ambapo harakati za ukombozi wa Kenya zilikuwa zimepamba moto. Alikuwa katika mazingira ya Pwani, akijifunza tamaduni, lugha na changamoto za jamii yake tangu utotoni. Baada ya kukamilisha masomo yake ya msingi na ya upili, Maitha alijiunga na chuo cha utabibu ambapo alisomea kwa miaka 5 na kufuzu kama afisa wa tiba, kwa Kiingereza clinical officer. Kipindi hiki cha masomo hakikumpa tu utaalamu wa sayansi ya matibabu, bali kilimpa jicho la kipekee la kuuona umasikini na mateso ya watu wa kawaida. Alipoanza kazi yake, hakuishia tu kutoa dawa. Karisa Maitha alijitolea kuhudumia jamii masikini bila malipo yoyote, akiamini kuwa afya ya binadamu haifai kuwa biashara. Huruma hii na utayari wake wa kujitolea ndivyo vilivyoweka mbegu ya kwanza ya mapenzi kati ya watu wa Pwani na Emmanuel Karisa Maitha, ambao walianza kumwona kama mkombozi wao kabla hata hajafikiria kuingia kwenye ulingo wa siasa. Kuingia kwa Karisa Maitha katika ulingo wa siasa hakukuwa kwa bahati mbaya, bali kulichochewa na hasira dhidi ya dhulma na mgawanyiko wa matabaka uliokuwa umekita mizizi mjini Mombasa. Matabaka hayo yalijumuisha matabaka ya asili ya Kiarabu na Kiasia, wanasiasa vigogo wa KANU, tabaka la Wabara waliokuwa wameshikilia sekta kubwa ya ajira, watu wa tabaka la kati wa asili ya Kiarabu na Kiswahili, pamoja na Wamijikenda waliotazamwa kuwa tabaka la chini. Mnamo mwaka wa 1979, akiwa na umri mdogo na ari kubwa, Karisa Maitha alijitosa katika siasa na kuwania kiti cha udiwani. Hivi sasa tunakifahamu kiti hicho kama cha MCA, na aliwania kiti hicho katika wadi ya Mwakirunge. Ushindi wake uliashiria mwanzo wa utawala wa miongo miwili kama diwani, ambapo alihudumu kwa mihula 3. Katika kipindi hiki, Karisa Maitha alijijengea jina kama mtetezi wa haki za ardhi na sauti ya wanyonge dhidi ya matajiri wenye nguvu. Hata hivyo, Maitha alikuwa na ari ya kuwania kiti cha juu cha kisiasa na akaazimia kuwania ubunge. Hata hivyo, safari ya kwenda bungeni haikuwa rahisi. Alikumbana na vikwazo vizito katika miaka 1992 na 1997 aliposhindwa kuwania kiti cha ubunge cha Kisauni. Mwaka wa 1992 aligombea kiti cha ubunge cha Kisauni kwa tiketi ya chama cha KANU, lakini hakufanikiwa, akishindwa na mpinzani wake Said Hemedi. Alijaribu tena mwaka 1997 kwa tiketi ya chama cha DP, lakini pia hakufanikiwa. Licha ya kushindwa huku, hakukata tamaa. Badala yake, alitumia muda huo kuimarisha uhusiano wake na wananchi, akijenga mtandao uliokuja kumsaidia kuangusha utawala wa KANU katika eneo la Kisauni mnamo mwaka wa 2002 kupitia tiketi ya NARC. Kumbuka, wakati huo KANU ndiyo iliyokuwa chama tawala, na Maitha alifanikiwa kumwangusha Said Hemedi, aliyekuwa mbunge wa eneo hilo kupitia chama cha KANU kilichoongozwa na Rais Daniel Arap Moi.
Moja ya mafanikio makubwa ya Emmanuel Karisa Maitha yaliyogusa mioyo ya watu wa Pwani ni harakati zake za kuhalalisha kinywaji cha kienyeji cha mnazi. Kwa Maitha, mnazi haukuwa tu pombe, bali ulikuwa uti wa mgongo wa uchumi wa maelfu ya familia za Pwani na sehemu muhimu ya utambulisho wao wa kitamaduni katika harusi na hata mazishi. Alipigania haki za wagema na wauzaji wa mnazi waliokuwa wakihangaishwa na polisi mara kwa mara, akidai kuwa kinywaji hicho ni halali kama vinywaji vingine vya kisasa. Ingawa sheria rasmi ya kuhalalisha mnazi ilipitishwa mwaka wa 2015 katika kaunti ya Kilifi, misingi yote na ujasiri wa kuzungumzia swala hilo hadharani uliwekwa na Karisa Maitha miongo miwili kabla hata haujahalalishwa. Sambamba na hilo, Maitha alikuwa na mapenzi ya dhati kwa vijana. Alikuwa na desturi ya kipekee ambapo baada ya kila mkutano wa hadhara alikuwa akikusanya vyeti vya masomo vya vijana waliohitimu na kuwapa kuwatafutia kazi serikalini au katika sekta za kibinafsi, jambo lililomfanya aonekane kama baba wa kizazi kipya. Katika ramani ya siasa za Kenya, mwaka wa 1997 ulikuwa mwaka wa majaribio makuu ambapo mgombea urais wa chama cha DP Mwai Kibaki alishindwa na chama cha KANU chini ya Rais Daniel Arap Moi. Hata hivyo, kushindwa huku hakukuwa mwisho, bali mwanzo wa maandalizi ya wimbi la mabadiliko lililokuja mwaka wa 2002. Katika kipindi hiki cha mpito, Karisa Maitha alijitokeza kama pointman au jembe kuu la Kibaki katika ukanda wa Pwani, akiongoza kampeni za chama cha DP ambacho baadaye kiliungana na vyama vingine kuunda muungano wa NARC. Muungano huu uliandika historia ya Kenya kwa kumweka Mwai Kibaki madarakani kama rais wa tatu wa Kenya, na kupitia wimbi hilo hilo, Maitha alifanikiwa kuingia bungeni kama mbunge wa Kisauni. Ushindi huu haukuwa wa Maitha pekee, bali ulikuwa ushindi wa watu wa Pwani ambao walihisi sasa wana sauti ya moja kwa moja ndani ya ikulu kupitia kwa kiongozi wao shupavu Emmanuel Karisa Maitha. Mwanzoni mwa mwaka wa 2003, Rais Mwai Kibaki alitangaza baraza lake la kwanza la mawaziri na jina la Karisa Maitha liling'aa kama waziri wa serikali za mitaa, akishirikiana na naibu wake Shaban Ali Isaac. Akiwa katika uongozi wa wizara hii, Maitha alionyesha kivitendo mapenzi yake kwa watu waliotelekezwa na jamii. Chini ya uongozi wake, wizara ilianzisha mradi kabambe wa kuwatoa watoto na familia za mitaani barabarani na kuwapeleka katika vituo vya urekebishaji, kwa Kiingereza Rehabilitation Center. Mradi huo uliitwa Street Families Rehabilitation Trust Fund, ambapo vijana wengi wa mtaani walipata fursa ya kujiunga na vyuo vya mafunzo ya kiufundi ili kujitegemea binafsi. Emmanuel Karisa Maitha hakuishia hapo. Alikabiliana na changamoto sugu ya msongamano katika jiji la Nairobi kwa kuanzisha mpango wa kuwahamisha wachuuzi kutoka katikati ya jiji na kuwatafutia maeneo mbadala yenye hadhi. Juhudi hizi za Karisa Maitha ndizo zilizopelekea kuanzishwa kwa masoko ya Ngara na Muthurwa, hatua iliyolenga kuwapa masikini nafasi ya kufanya biashara bila hofu ya kuhangaishwa. Ingawa muda wake katika wizara hiyo ulikuwa mfupi kuliko matarajio ya wengi. Licha ya mabadiliko ya baraza la mawaziri ya mwaka 2004, imani ya Rais Mwai Kibaki kwa Karisa Maitha ilibaki imara, na hivyo akamteua kuwa waziri wa utalii na wanyamapori, akishirikiana na Fred Gumo kama naibu wake. Wizara hii ilikuwa mpya, ikimegwa kutoka kwa iliyokuwa wizara ya utalii na habari, na ilikuwa na uzito mkubwa, kwani utalii ndio uliokuwa tegemeo la pili kwa mapato ya kigeni nchini Kenya. Maitha alipokea jukumu hili kwa ari yake ya kawaida, akijua fika kuwa rasilimali za pwani kama vile fukwe za bahari, mnara wa Vasco da Gama, magofu ya Gedi na jumba la Fort Jesus ndizo zilizokuwa injini ya utalii nchini Kenya. Na katika hali ya kushangaza, Karisa Maitha, ambaye alijulikana kwa siasa za ukali na sauti ya mamlaka, aliahidi kubadili mbinu zake na kuwa muungwana zaidi ili asiwatishie watalii, akionyesha utayari wake wa kubadilika kwa ajili ya maslahi ya taifa la Kenya. Katika ukanda wa pwani,
Maitha alipewa heshima na kuitwa Mugogo, neno linalomaanisha mwamba au kigogo cha mti mkubwa ambao kila mtu anautegemea. Cheo hiki kilikuwa na uzito mkubwa, kwani ni kiongozi mmoja tu kabla yake, Ronald Ngala, aliyewahi kupewa sifa hiyo. Maitha alionekana kama kiungo kilichounganisha jamii mbalimbali za pwani na kuwa sauti moja katika meza ya kitaifa. Alijua jinsi ya kucheza siasa za kitaifa huku akibaki mwaminifu kwa mizizi yake ya pwani. Hata alipohusishwa na matukio tata kama ghasia za Likoni za mwaka 1997, Maitha alijitetea kwa ujasiri na kuendelea na harakati zake, akiamini kuwa lengo lake kuu lilikuwa kuwakomboa watu wake kutoka kwenye pingu za umasikini na kusahaulika na serikali kuu. Emmanuel Karisa Maitha alikuwa na uwezo wa kipekee wa kuhutubia maelfu ya watu na kuwafanya wahisi kuwa kila mmoja wao ana thamani. Hatima ya kigogo Karisa Maitha ilihitimishwa Agosti 26 mwaka 2004 akiwa nchini Ujerumani katika ziara rasmi ya kikazi. Maitha alikuwa huko kuitangaza Kenya kama kituo bora zaidi cha utalii duniani, akipigania soko la kimataifa hadi dakika yake ya mwisho. Siku chache tu kabla ya kifo chake, alikuwa ametoa takwimu za kutia moyo, akionyesha kuwa idadi ya watalii waliotembelea Kenya katika nusu ya kwanza ya mwaka 2004 ilikuwa imepiku rekodi ya mwaka uliotangulia. Maitha alifariki akiwa katika uwanja wa vita vya kidiplomasia, akijaribu kuinua uchumi wa nchi yake. Rais Mwai Kibaki, akimweleza kama rafiki na mpiganaji mwenzake, alisafiri hadi pwani kutoa heshima zake za mwisho, ambapo ripoti zinasema Rais Mwai Kibaki alitazama mwili wa rafiki yake mara mbili, ishara ya uchungu mwingi na pigo kubwa kwa serikali yake na taifa la Kenya kwa ujumla. Emmanuel Karisa Maitha hakuwa kiongozi pekee, bali shujaa na mkombozi aliyewakilisha Kenya kitaifa na hata kimataifa, huku akiinua jamii ya Wamijikenda kama nguzo muhimu katika maendeleo ya taifa la Kenya. Sasa huyo ndiye aliyekuwa Emmanuel Karisa Maitha. Nakumbuka hii ni Coco TV na haya ni makala ya Nyayo za Jadi, na mimi msimuliaji wako ni Ibrahim Yodia.